Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikichukua hatua mbalimbali katika kuweka mazingira bora ya sekta ya ujenzi hapa nchini, ikiwemo kuanzisha taasisi ya viwango Zanzibar chini ya sheria ya viwango ya Zanzibar namba 1 ya mwaka 2011 na kupewa majukumu kama vile ya udhibiti wa ubora wa vifaa vya ujenzi hapa nchini, ambalo ni suala la kipaumbele katika kuhakikisha maendeleo endelevu ya sekta ya ujenzi. Vile vile hivi karibuni, mnamo tarehe 20 Februari mwaka 2025, serikali kupitia taasisi ya viwango ilizindua mfumo jumuishi wa kielektroniki wa ZBS viwango, ambao unarahisisha mchakato wa kuthibitisha ubora wa bidhaa, kuhakikisha uwazi katika udhibiti, kurahisisha huduma kwa wazalishaji, wafanyabiashara na watumiaji kwa ujumla. Pia mfumo huu unawezesha kutoa vyeti kwa haraka na kuwawezesha wadau wote kupata taarifa kwa njia ya kidijitali. Hii ni hatua kubwa ambapo lengo la serikali ni kuhakikisha bidhaa zote zinazotumika hapa nchini zinakuwa na viwango vinavyokubalika kitaifa, kikanda na kimataifa, na vile vile kulinda usalama wa watumiaji ambao ndio walengwa wakubwa wa bidhaa zinazozalishwa viwandani au miundombinu inayojengwa. Serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wadau wa sekta ya ujenzi ili muweze kuongeza ufanisi zaidi katika kazi zenu. Serikali itaendelea kutoa kipaumbele kwa wazawa katika ujenzi wa miradi mbalimbali, sambamba na kutoa kila aina ya ushirikiano ambao utahitajika kuboresha na kuendeleza sekta ya ujenzi hapa nchini. Ndugu wananchi na ndugu wadau wa sekta ya ujenzi, napenda kutumia fursa hii kuwakumbusha juu ya suala zima la kudumisha amani na mshikamano wetu ambao ni tunu ya taifa letu na nyenzo muhimu katika kuleta maendeleo. Ni wazi kuwa haya yote ambayo tunayapanga kuyatekeleza na yale ambayo tayari tumeshatekeleza hatutoweza kunufaika nayo endapo nchi yetu haitakuwa na amani. Hivyo kila mmoja wetu aendelee kuwa mlinzi wa amani na mshikamano wetu, na wala tusikubali kuruhusu kupoteza amani na umoja wetu kwa maslahi ya watu wachache wasioipendelea mema nchi yetu kwa kutumia kisingizio cha uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika nchini mwetu ifikapo mwezi Oktoba 2025.